mbalimbali ili huyu Askofu Mkuu Novatus kwa mema mengi aliyowatendea watu binafsi na jumuiya mbalimbali zilizoko hapa jimboni. Zimebaki alama nyingi ambazo kwazo na waomba tumkumbuke na kumwombea daima, ili Mwenyezi Mungu ampokee katika ufalme wake wa mbinguni kama anavyotaka yeye mwenyewe kwa wote waliofanya mapenzi yake. Sitaki kuyataja mengi aliyoyafanya na ninayoyafahamu mimi yaliyo hapa jimboni, na hivyo hivyo ninavyomfahamu kaka yangu huyu Novatus asingependa kusikia yanasemwa hayo aliyoyafanya, kwani hakuwa na tabia hiyo ya kujitangaza. Na ninajua kuwa aliyafanya hayo akisukumwa na upendo wa pekee aliyokuwa nao, na mengine yametajwa katika utangulizi juu ya maisha yake. Moja tu ambalo napenda niliseme kuhusu hali na hili la upendo wake ni mchango wake mkubwa aliyoutoa kwa kulifanya kanisa hili kuu la kijimbo la Mama Bikira Maria mwenye huruma lipendeze na kuwa hivi kama ilivyo. Nimefurahi na kufarijika sana kuona kwamba tutampeleka walipomtangulia kukaa Mama Lauriani Kardinali Rugambwa, ambaye wazazi wake walimpa jina hilo ili afuate nyayo zake, na Askofu Nestori Kimanywa aliyemlea na kumpa daraja la upadre, na ni sehemu ambayo yeye mwenyewe alitamani iwe nzuri kama inavyoonekana sasa. Asanteni sana kwa uamuzi mlioufanya wa kupenda aletwe na azikwe hapa. Kozino Mwakora Mwakora. Upendo wake hapa Tanzania haukubaki katika jimbo la Bukoba tu, bali umeenea hata kwenye majimbo mengine nchini Tanzania na hata kwenye jamii yetu ya Tanzania kwa ujumla. Kwa hili la mwisho inatosha kuyasoma yaliyokwisha andikwa kuhusiana na moyo wake wa huruma na upendo aliouelekeza kwa watoto maskini, na akawezesha kuwapata masista wa Maria ambao wako wanafanya utume kwa faida ya vijana wanaotoka katika familia maskini, wakiwezeshwa kitaaluma na kiufundi kwenye masomo hayo ya amani kwenye shule zao huku jimbo kuu la Dar es Salaam na jimbo kuu la Dodoma. Nilifarijika niliposoma homilia aliyoitoa Kardinali Pietro Parolini, katibu wa sekretariati ya nchi ya Vatikani, wakati wa ibada ya misa takatifu ya kumwaga marehemu Askofu Mkuu Rugambwa iliyoadhimishwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro siku ya Alhamisi tarehe 26 mwezi huu. Pamoja na kuitaja hiyo fadhila ya upendo tuliyosisitiza hapo juu, Kardinali Parolini alieleza Askofu Mkuu Rugambwa kama mtu aliyekuwa na imani thabiti, upendo wa kichungaji na busara vilivyompa nguvu na kumsaidia katika utumishi wake wa kidiplomasia na katika mahusiano aliyofanya na watu wa mataifa. Mtu wa uadilifu, huruma, uvumilivu, unyenyekevu na mwenye kujitoa sadaka. Yote hayo yalimwezesha kufanikiwa katika utumishi wake na huduma alizozitoa. Tunapokuwa tunawaombea marehemu, liturujia yetu ya Kanisa Katoliki hutupa nafasi ya kuliadhimisha fumbo la Pasaka, yaani kifo na ufufuko wa Bwana. Ni wakati mama wa kanisa anapotutaka tuingie katika ukomavu wa imani, ili tujue kwamba kifo si mwisho wa maisha, bali mwendelezo wa maisha na mwanzo wa maisha ya uzima katika Kristo kwa yeyote aliyekufa akiwa ameungana na Kristo. Ndugu zangu, kwa yote hayo niliyotaja hapo juu na yaliyotawala maisha ya mtumishi wa Mungu huyu tunayemwombea na kumsindikiza leo, niwaalike tena tujiadhimishe
kuwa amekufa akiwa ameungana na Kristo kwa namna inayostahili, na tumtakie pumziko la milele na la amani katika Mungu aliyempenda na akatumikia. Kuzangu, tunalia na kuhuzunika, kwani tumepata pengo na tutaukosa mchango wake tuliofaidi daima. Wakati huo huo, tukione kifo chake kama changamoto na furaha kwetu. Tumshukuru Mungu aliyetupa zawadi hii ya mtumishi wake mwenye vipaji na uwezo mkubwa uliojaa imani na fadhili za Mungu. Ni furaha kwetu, kwani Askofu Rugambwa alikuwa ni zawadi kote alikohudumia, na kaonesha kuwa ni rahisi kuipata na kuleta furaha ya Mungu na utukufu wake, na tukaanza kuonja tukiwa bado hapa duniani. Kifo chake kinatuachia pia changamoto ambayo ni kazi ya kujitahidi kufuata nyayo zake na kuwa tayari kuyafanya yale mema aliyoyatenda na yakaonekana wazi mbele za watu. Mwisho, kifo cha ndugu yetu huyu aliyerudi kwa Muumba wake katika umri wa miaka 67 na sio 80 wala 90 au 100, kitukumbushe kwa maisha yetu ya hapa duniani kupita haraka. Kama rafiki yangu mmoja aliniambia siku moja, ni kwamba sisi tunatembea na kifo, nacho kipo ndani mwetu. Tunapaswa kumbe tujiweke tayari daima, kama wale wanawali watano wenye busara tuliowasikia kwenye sehemu ya Injili ya Mathayo iliyosoma leo, ili kifo, yaani huyo bwana harusi, kinapokuja kijikute tukiwa tumejiandaa na tuwe tayari kuingia naye harusini, huko kwenye furaha ya milele isiyo na mwisho. Basi ndugu zangu, tuendelee kujiandaa na kuwa tayari kwa ajili ya kukutana na Bwana wetu katika utukufu, tukiwa tumezijaza mafuta taa zetu, yaani kwa kuimarisha imani yetu, tukimshuhudia Kristo katika maisha yetu kwa maneno na matendo yenye kumpendeza Mungu na jirani, ili siku hii itakapofika tuipokee kwa furaha na tuwe tayari kuingia katika ufalme wake. Tuendelee kumwombea Askofu Rugambwa aliyeshuhudia imani yake kwa tabasamu hata alipokuwa kwenye mateso, na akajiaminisha kwa Mungu mpaka kufa. Tubaki tumeunganika naye na kifo kisitenganishe. Mwisho kabisa, tuwaombe malaika wakuu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, tunaadhimisha sikukuu yao leo, wawe naye na wamsindikize katika safari ya kwenda mbinguni. Bwana ametoa, Bwana ametwaa. Jina la Bwana